ambazo wanaharakati wanapitia kutoka kwa serikali na vyombo vya madola wakati wa maandamano kama haya ambayo tumekuwa tukishuhudia hapa nchini? Changamoto kuu ni kupenyezwa kwa siasa katika agenda ambazo zinakuwa canvassed wakati wa maandamano. Watu badala ya kukubali picha kama ilivyo, wanasema kuwa waandamanaji wametumwa wakiwa na nia ya kudhalilisha mrengo fulani wa kisiasa. Kwa hiyo ile ajenda kuu inakuwa imemwagiwa maji. Lakini kasi yetu naona inaenda mbio. Umetaja kuhusu Jumanne iliyopita na ni vema tutaje yaliyotokea. Umetumia mfano wa yule kijana mchuuzi aliyepigwa risasi at point blank range. Jina lake ni Boniface Mwangi Kariuki. Yuko critical care unit Kenyatta National Hospital. Wakati huu hafanyi biashara yake, familia yake imeacha mambo yote, wanaangalia atakavyotibiwa na kupata nafuu. Na haikuwa yeye tu hiyo juzi. Kuna Philip Ochieng Okech ambaye alipigwa risasi shingoni. Wapo wengine karibia 10 wakati huu ambao wamelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Haya yalifanyika manake yule afisa ambaye ako in charge ya vituo kadhaa, manake hawa askari ambao walikuwa Nairobi, kuna wale walikuwa wametoka Kayole, wengine wametoka Kamukunji, wengine wametoka Central, walitoa amri kwamba hizi bunduki tunawapa sio jembe, muende na mzitumie kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama vyovyote vile. Kwa hiyo au officers, na kwa polisi hiyo chain sio ndefu. Yule askari pale kwa ground huwa anachukua orders kutoka kwa OCS. Kwa hiyo ukiona hizo kesi ambazo wakili hapa anataja zimewalalia OCS kadhaa, ni kwa kuwa kuna watu ambao walikuwa tayari kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Ikawa hizi dola zingine ambazo zinahusika, ofisi ya ODPP, government chemist, wamefanya kazi yao ipasavyo. Kinachovunja moyo na kuwa changamoto kuu ni utendakazi wa IPOA. Tangu mwaka jana, sasa hivi karibia mwaka umeisha, kati ya wale vijana zaidi ya 67 ambao waliuawa, IPOA imefaulu tu kupeleka mahakamani kesi 2. Kwa hiyo sisi kama Wakenya tuna hofu kwamba haki zetu zikihujumiwa itachukua muda mrefu na gharama kubwa sisi kupata haki. Na njia ni hiyo moja ya Wakenya kwenda mahakamani. Kwa hiyo ikiwezekana hizi kesi ziharakishwe, hii tume ya IPOA kama ilivyoundwa ibadilishwe. Kuna yale mapendekezo ambayo yalitolewa na jopo lililoongozwa na Chief Justice Emeritus David Maraga. Yakitimizwa, IPOA haitakuwa kama ilivyo sasa. IPOA kwa wakati huu imejazwa na watu ambao ni wandani wa rais wa sasa. Kwa hiyo ikiwa maandamano yanamlenga huyo rais, uchunguzi ukifanywa utalegezwa kidogo ikiwa utakuwa unakandamiza wale maaskari ambao walikuwa wanapambana na hayo mapambano. Naam. Bwana Kidi, tunapozungumzia maandamano haswa hapa tu nchini, vijana ndio wengi mitaani, na ni swala ambalo tumelishuhudia la utofauti kidogo tunapoangalia ukakamavu walionao, yani the confidence unapata. Ni kizazi kipi ambacho kinazaliwa, au ni hasira ya muda, au ni peer pressure, au ni ukosefu wa nafasi serikalini, ukosefu wa ajira? Ni nini haswa, msukumo haswa unatokana na nini? Msukumo huo unatoka na kwamba kuna hisia kwamba vijana hawana lao, kwa sababu wajua kwamba serikali